Mimi kwa jina naitwa Jebla Kambole. Nazungumza kwa niaba ya mawakili wengine 30 tukiongeza na wakili senior counsel Mpale Mpoki, Alute Mugwai, Peter Kibatala, Jeremiah Mtobesia, Hekima Mwasipu na mawakili wengine. Leo ilikuwa nakuja kesi kwa ajili ya kosa la uhaini. Na kesi ilikuwa nakuja kwa ajili ya kutajwa ili kujua level ya upelelezi imefikia wapi. Lakini nyinyi waandishi mtakuwa ni mashuhuda kwamba kwa namna ambavyo shauri lilikuwa linaendeshwa, wengi wenu mmekosa kupata picha wala Lissu akiingia mahakamani. Kwa hiyo kama ilivyotokea mara ya mwisho, Lissu amekuwa akinyimwa fursa ya kuzungumza au kusalimiana na watu. Kwa hiyo kutokana na hizo changamoto, lakini pia ukizingatia kwamba mawakili sisi paka hatua hii tunafika takriban siku 68 hatukuwahi kupata fursa ya kuzungumza kama mawakili, kwenda gerezani, kumtembelea, kujadiliana naye. Kwa hiyo tunazungumza kwa njia ya kioo, kwa njia ya simu, kiasi kwamba tunashindwa kufanya consultation na mteja. Tunapata muda wa kufanya visitation. Sisi kama mawakili tunajua mara nyingi tunaenda mahakamani, tunaenda magerezani, tunazungumza na wateja wetu. Lakini namna ya kuzungumza na Lissu inakuwa ni tofauti na wateja wengine. Kwa hiyo tukaona hili jambo sio sawa. Lakini pia tukaona kwamba haki zake za msingi gerezani zinakiukwa. Tumeeleza mahakama, tumechukua hatua za kimagereza, lakini hakuna ambacho kinachukuliwa hatua yoyote. Na kwa kuwa level ya upelelezi wa hili shauri bado unaendelea kuzungumzwa kwamba ukukamilika, tukaona ni jambo la busara tuzungumze na mteja, ili mteja mwenyewe afanye uamuzi wa kuzungumza mwenyewe moja kwa moja na mahakama. Kwanza apate fursa ya kuzungumza ambao alikuwa anaikosa mwanzoni, lakini pia katika hizi hatua za awali aweze kuzungumza yeye mwenyewe.